Kwa mara nyingine tena tunakutana kwenye sehemu ya pili ya simulizi inayojulikana kwa jina la Tatizo ni Mke Wangu, sehemu ya pili. Kwa hiyo ninaomba nikukaribishe katika sehemu ya pili. Nianze kwa kukukumbusha tulipoishia kwenye sehemu ya kwanza. Sehemu ya kwanza tuliishia katika nyumba nzuri kubwa ya kitajiri, ambako tulishangaa kuona muonekano wa kijijini kabisa katika hii nyumba. Mafiga, kuni, sufuria ambazo zilikuwa zikipikiwa kwenye kuni, pamoja na kinu kilichokuwa kinatumika kutwanga viazi. Ndiyo, alikuwepo mama mmoja ambaye hatujamfahamu vizuri ni nani katika simulizi hii. Alikuwa na kijana ambaye tulimtambua kama mlinzi wa getini. Walikuwa wamezoeana sana, yaani huyu mama na huyu kijana walikuwa ni marafiki. Hatimaye walikuwa wakishirikiana kupika katika eneo la jiko walilolitengeneza. Ndiyo, walikuwa wameandaa wenyewe jiko la asili kwa kutumia mafiga, huku wakielezana namna ya kupika na kutwanga viazi. Nini kitaendelea katika simulizi hii? Karibu tuangalie mwendelezo wake. Ndio, mimi ninaitwa Genius Amon kutoka hapa Empire Studios, na hii ni sehemu ya pili. Walikuwa wanaendelea kutwanga viazi na kuelekezana namna ya kupika. Sasa tunaingia ndani ya nyumba, maana tumekaa nje kwa muda mrefu. Tunaingia ndani ya nyumba na hata hatukai sebuleni, tunaingia moja kwa moja hadi chumbani. Kuna kijana mmoja mtanashati ambaye anaonekana amepumzika. Inaonekana wazi kuwa wakati shughuli zinaendelea huko nje, wengine wakipika, kumbe kulikuwa bado ni asubuhi na mapema kabisa, maana huyu kijana ndipo alikuwa anaamka sasa hivi. Kilichomwamsha ni mgongano kati ya kinu na mwichi. Ndiyo, yani kuna ile fimbo ambayo mlingoti unaotumika kutwanga ndani ya kinu. Nadhani kama utakuwa umekulia kijijini unaweza ukanielewa. Ndiyo, walikuwa bado, huyu kijana alikuwa bado yupo kitandani kipindi hayo mambo mengine yanaendelea. Kwa yuko katika usingizi mzito. Alisikia kinu kigonga kwa nguvu. Alishtuka mara moja kutoka usingizini, lakini haikuishia kusikia tu mgongano huo. Pia alisikia kama kuna maongezi wanaongea. Walikuwa wakijibizana huku maelekezo yakiendelea. Ndiyo, walikuwa bado wanaendelea kuelekezana. Baada ya kutega sikio na kusikiliza kwa makini, aligundua sauti iliyokuwa ikiongea ni ya kiume na ni yule kijana wake wa getini. Kijana huyu alikuwa anaitwa Martin. Alianza kuongea mwenyewe. Hivi hawa wanafanya nini huko nje? Na ni nini kinachoendelea? Wanagonga vitu asubuhi, kwani hawajui kama nimelala? Unajua mimi sipendi usumbufu. Aliongea hivyo huku akijinyosha na kujigeuza ndani ya shuka zuri la kisasa alilokuwa amelalia. Ndiyo, akaongeza kusema kwa sauti kubwa ya kuonekana kama kukasirika na kulalamika. Kwani ni nini kinachoendelea huko nje? Mnafanya nini? Lakini hakuna aliyemsikia, kwa sababu kwanza wapo nje na nyumba hii ni kubwa na ni ya vioo pia. Wala hakuna aliyehisi kwamba kuna mtu anaongea kwa wakati huo. Basi Martin aliamua kunyanyuka kutoka kitandani. Aliweza kusogea kujua nini kinachoendelea kuhusu mgongano anaosikia na mazungumzo yanayoendelea. Wakati huo huku nje, mama pamoja na mlinzi aliyekuwa anaitwa John walikuwa wanaendelea na mapishi yao, wakitwanga viazi huku wakielekezana. Mama alikuwa akimfundisha huyu kijana wake wa getini. Mama huyu alipenda sana kuonja chakula. Alikuwa anapenda sana kukionja. Inaonekana chakula cha leo ni kitamu. Alidumbukiza tena mwiko aliyokuwa anautumia kugeuzia mboga na kuanza kuonja tena. Alionekana chakula kilikuwa cha kiwango cha juu kwa kweli, kwa jinsi alivyokiandaa.
alikifurahia. Walikuwa wanaendelea na shughuli zao, walisikia sauti ya huyu kijana aliyekuwa anajulikana kama Martin. Kijana huyu akiwa ana mshangao, aliuliza, nini kinaendelea hapa? Kuna nini? Tatizo ni nini? Huyu mwanamke alijibu na kusema, mume wangu, umeamka? Nimeona nikuandalie chakula kizuri asubuhi hii ya leo kabla sijaenda kuamsha. Martin alionekana kushangaa huku akiuliza, unafanya nini hapa? Na hizi kuni zimetoka wapi katika nyumba yangu? Na wewe mlinzi, nikiwa nimelala unagonga gonga hapo, unanipigia makelele. Jamani, nini kinaendelea hapa? Inaonekana kwamba kumbe huyu mwanamama ambaye tunamuona hapa ni mke wa huyu kijana aliyekuwa amelala. John alitaka kuongea, lakini Martin akasema, hebu nyamaza kimya, nitakutoa nje sasa hivi hapa. Huyu mwanamke ambaye sasa tunaanza kumtambua kama mke wa Martin alisema, lakini tunapika. Martin alisema, unapika nini? Na ni kwa nini ukutaka kupikia jikoni? Akaongeza kusema, Martha, sio kijijini hapa. Ina maana haujui kwamba teknolojia zinabadilika kulingana na mazingira? Wewe umetoka kijijini bado unatumia mifumo ya kijijini kuja kupika hapa eti. Imagine, unasumbua majirani na moshi. Angalia unavyopiga kelele, nyumba nzima inatikisika kwa ajili ya makelele yenu. Martha alisema, Martin, angalia unavyoongea na mimi. Sipendi unavyonifokea. Tafuta njia nzuri ya kuongea na mimi. Sipendi unavyonifokea tena mbele ya mlinzi. Unaposema ninawasumbua majirani na moshi, je, wao hawapiki? Hawali? Martin alisema, wanapika. Ndiyo, wanapika, lakini wanatumia majiko yao. Hawapiki kama unavyopika wewe. Angalia unavyopika hapa nje na kuwasumbua kwa moshi. Martha, tuna jiko ndani, na ulipofika hapa mara ya kwanza nilikuonesha mazingira yote ya nyumba, lakini umeamua kutafuta kuni na huyu jamaa yako. Sijui ni nini kinachoendelea hapa. Lakini Martin alipokuwa anaongea ni kama maneno yake yalikuwa yanaingia sikioni mwa mwanamke wake, na kutokea upande wa pili mke wake alichukua mwiko aliyokuwa nao akauchovya kwenye mboga, kisha akamsogezea karibu na mdomo. Ndiyo, ni karibu na mdomo wa mume wake. Akasema, Martin, jaribu kuonja hii mboga, usikie jinsi ilivyo tamu, mboga iliyopikwa kwa kuni. Lakini Martin alikutazama ule mwiko kwa jinsi ulivyokuwa, akasema, na huu mwiko wa kijinga unafanya nini hapa kwenye hii nyumba? Mke wake mwanamke aliutazama ule mwiko kabla hajajibu. Martin akasema, Martha, nimekuuliza huu mwiko unafanya nini hapa? Hapana, hebu ngoja. Labda ninajidanganya. Sitaki kuamini ninachokiona. Lakini Martin aliongeza kwa kusema, kwa hiyo umeuchukua huu mwiko kutoka kijijini, si ndio huu? Au ni tofauti? Yaani umechukua huu mwiko kutoka kijijini ukaja nao mpaka hapa mjini. Martha alidakia na kusema kwa furaha, Ndiyo, nilifunga kwenye begi langu. Bibi alinipatia huu mwiko. Sasa nilifunga kwenye begi langu nilipokuwa nakuja kwenye shangazi kaja kipindi ninakuja huku. Unaona? Kwa unauona huu mwiko? Chakula chochote utakachokipika kwa huu mwiko kitakuwa ni kitamu kuliko kawaida. Bibi yangu alipikia kwa kutumia huu mwiko. Alipokaribia kuzeeka, kaona masuala ya jikoni yanaisha, alimpa mama yangu
baada ya kuona muda wake umefika, alinipa mimi na mimi nitautumia, na muda wangu ukifika nitampa mwanangu atakayezaliwa. Lakini Martin alidaka na kusema, aliongea tena kwa hasira, huwezi kumpa mwanangu huu ujinga, sio mwanangu. Mwanangu hawezi kuwa kama wewe. Unajiona uko sawa kweli? Tafuta mtoto mwingine wa kumpatia hivyo vitu vyako vya kijinga. Mwanangu akizaliwa atalelewa katika mazingira ya kisasa, sio upuuzi. Hayo yalikuwa ni majibu au majibizano kati ya Martin pamoja na Martha, aliyekuwa ni mke wake. Huku mlinzi John akiwa amesimama pembeni akiangalia kinachoendelea. Alibaki kimya akifuatilia tukio hilo kama sinema ya kushangaza. Nini kitaendelea katika sehemu ya 3 ya simulizi hii? Nimekuletea sehemu ya kwanza, nimekuletea sehemu ya 2. Tuone sehemu ya 3. Mwanzo wake katika simulizi hii, jinsi ambavyo umeanza kwa utata, huko katikati itakuwaje? Utaweza kufurahisha? Utaweza kuwa na kitu cha ziada? Sijajua. Mimi ninaitwa Genius Amon. Karibu katika mwendelezo wa sehemu ya 3 ili tuweze kujua nini kinaendelea. Usiache kuwa pamoja na mimi. Naomba usiache kusubscribe. Bado ninatamani kuona comment yako kupitia simulizi zangu zote. Unazisikiaje? Nini niongeze, nini nipunguze? Nafurahi kuona maoni yako kwa sababu yananifanya niendelee kuwa bora. Asante kwa sababu ya kuwa pamoja na mimi katika sehemu ya 2. Bye bye.